Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati wa mapigano kati ya Israel na Iran kumetumika makombora mbalimbali, lakini kuna kombora lililofahamika kwa jina la Sajil-2, kombora hatari la Iran ambalo lilikuwa na uwezo wa kuifikia Israel kwa dakika 7 tu. Lifahamu kwa mapana. Mzozo wa hivi karibuni wa kijeshi kati ya Israel na Iran umekuwa jaribio la umuhimu wa mapigano wa nchi zote mbili pamoja na silaha zao. Wakati Iran ilipoishambulia tena Israel wiki 1.5 iliyopita, ilidai kwa mara ya kwanza kwamba kombora la Sajil-2 la Iran lilitumika katika shambulio hilo. Hata hivyo, Israel ilidai kuwa jeshi lake lilizuia shambulio la kombora la Sajil kwa kulinasua kwa mafanikio kwa msaada wa ulinzi kutoka nchini Marekani. Ingawa mapigano yamesimama kwa muda, kombora hili linaonekana kuwa sehemu muhimu ya nguvu ya Iran. Walinda mapinduzi wa Iran wamesema kuwa mashambulizi ya Jumatano ya wiki iliyopita yaliyofanyika kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3. Taarifa iliyotolewa na walinda mapinduzi ilisema kwamba operesheni ya 12 ya kulipiza kisasi ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 imezinduliwa kwa kombora zito sana la masafa marefu la Sajil la hatua 2 ambalo lina uwezo wa kufika nchini Israel kwa dakika 7 tu, kombora ambalo limetengenezwa na wataalamu wa ndani nchini Iran. Taarifa hiyo ikielezea sifa za kombora hili ilidai kwamba Sajil ni moja kati ya silaha zenye nguvu na sahihi zaidi za kimkakati za Iran zenye uwezo wa kuharibu malengo muhimu ya adui. Hebu tutazame nguvu ya kombora hili la Sajil. Sajil ni kombora la balistiki la masafa ya kati lenye uwezo wa kufikia maeneo lengwa hadi kilomita 2000 kwa masafa haya. Kombora hili linaweza kulenga mashariki yote ya kati, ikiwemo Israel, kusini mashariki mwa Ulaya na sehemu za Asia ya kati, likirushwa kutoka nchini Iran. Ikiwa litarushwa kutoka katika mji wa Natanz, miongoni mwa miji nchini Iran, linaweza kufika jiji la Tel Aviv nchini Israel kwa dakika 7 tu. Kombora hili la Sajil lina urefu wa takribani mita 18. Linatumia mafuta imara, jambo linalolipa faida dhidi ya makombora yanayotumiwa ya aina nyingine za mafuta ya kawaida. Kutokana na matumizi yake ya mafuta imara, linaweza kuandaliwa kurushwa haraka zaidi, lina uwezo bora wa kuhifadhi vilipuzi na linaweza kuwa na ufanisi zaidi katika mapigano. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, kombora hili linaweza kubeba kichwa cha kivita chenye uzito wa takribani kilogramu 700, na kutokana na hili lina uwezo mkubwa wa uharibifu dhidi ya maeneo lengwa. Jaribio la kwanza la mafanikio la kombora hili lilifanyika mwaka 2008 na katika jaribio hili lilifunika umbali kilomita 800. Jaribio la pili lilifanyika Mei 2009 na likijaribu teknolojia ya hali ya juu na mifumo ya ulipuaji. Kwa mujibu wa taasisi ya kimkakati na mafunzo ya kimataifa ya Marekani, Center for Strategic and International Studies, kunaweza kuwa na aina kadhaa za kombora la Sajil, ambapo mwaka 2009 Iran ilijaribu kombora hilo linaloitwa Sajil-2. Ripoti ambayo bado haijathibitishwa inasema kwamba Sajil-3 inaweza kuwa bora zaidi. Sajil-3 ni kombora la hatua 3 lenye masafa ya juu ya kilomita hadi 4000 na uzito wa kilogramu 1038. Iran haijajaribu kombora la Sajil hadharani tangu mwaka 2012, lakini lilijaribiwa wakati wa mazoezi ya kijeshi mwaka 2021, karibu mwongo mmoja baadaye. Kwa mujibu wa taasisi ya amani ya Marekani, Peace Institute, Iran ina hifadhi kubwa na yenye aina nyingi ya makombora ya balistiki katika Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, Iran ndio nchi pekee katika eneo hilo isiyokuwa na silaha za nyuklia, lakini makombora yake ya balistiki yanaweza kufika umbali kuanzia kilomita 2000. Teknolojia ya balistiki iliyotengenezwa wakati wa vita kuu vya pili vya dunia, lakini nchi chache za dunia zenye uwezo wa kutengeneza makombora ya balistiki zenyewe. Kwa kutumia teknolojia hii, Iran ilipata teknolojia hii na kutengeneza makombora ya balistiki kwa miongo miwili iliyopita, licha ya vikwazo vikali vya kimataifa. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei, alisema katika hotuba yake kwamba mipango ya kijeshi na makombora ambayo nchi za magharibi zina wasiwasi nazo, zote zilitengenezwa chini ya vikwazo. Hivi sasa Iran inazalisha zaidi ya aina 50 ya maroketi, makombora ya balistiki na cruise, pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za kijeshi, ambazo baadhi zimetumika katika migogoro ya kimataifa, ikiwa ni kama ya Urusi na Ukraine.
Iran imedai kuwa kizazi chake kipya cha makombora ni silaha za hypersonic ambazo ni aina ya silaha inayokwenda kwa kasi mara 5 hadi 25 ya kasi ya sauti. Iran ilianzisha kombora la Fatah kwa mara ya kwanza kama kombora la hypersonic katika makundi ya makombora ya ballistic na yale ya cruise. Kombora la hypersonic la Al-Fatah lina masafa ya kilomita 1400 na IRGC ilidai kuwa lina uwezo wa kukwepa na kuharibu mifumo yote ya ulinzi wa makombora. Al-Fatah ni kizazi cha makombora yanayotumia mafuta imara ambayo hufikia kiasi cha Mach 13 hadi 15 kabla ya kufikia kwenye lengo la ambalo limelengwa. Mach 15 inamaanisha kasi ya kilomita 5 kwa sekunde. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Tulikuwa tunakujuza juu ya kombora la Sajil-2, kombora hatari la Iran lenye uwezo wa kufika Israel kwa dakika 7 tu. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi ya ulimwengu.